Wewe usinilaumu mimi kwa ujinga wako Tina. Unatumiaje utapeli huko walagai watu? Kwani hujawahi kusikia kama kila kitu ni sawa katika mapenzi na vita? Moyo pole, ile fumba fumbua, namba yangu 0. Nitakufanya ulipe kwa hili Loveness. Sitaki mambo ya kutishiana nyumbani kwangu. Sifugi mabeberu mimi wa vita. Sawa? Kama mnataka kupambana ama wewe unayaweza mapambano, nendeni kwa mkapambane na kina Benjamin Netanyahu ama kina Vladimir Putin. Mkakutana na wababe wenzenu. Nendeni. Habari za kazini my love. Salama. Unaweza kunifungulia niingie? Maana nimechoka sana. Yule fundi mshenzi sana. Nitakuonesha Loveness. Sitokubali kushindwa na wewe kirahisi namna hii. Na kila kitu kilichopo mundani ni changu, mimi na Kevin. Sasa basi, utaondoka Loveness. Labda mimi sio Tina. Labda mimi sio Tina kabisa. Mbona umechoka namna hii? Alafu umechelewa sana kurudi. Ni saa 5 sasa hivi. Nilikuwa na kazi nyingi ofisini. Kuna tatizo? Hakuna tatizo lolote. Kuna tatizo. Kama hamna niangalie machoni na uniambie hakuna tatizo. Niambie nini kimetokea. Au Dennis amesababisha matatizo mengine? Niambie mpenzi wangu. Usipoongea na mimi utamueleza nani matatizo yako? Mwekezaji amejitoa. Nini? Ndiyo. Amesema kuwa hawezi kuendelea tena. Imekuwaje jamani? Si alikuwa ameshikubali vizuri tu. Amejua kama kampuni ipo kwenye uchunguzi. Na mimi sikumwambia. Hivyo amehisi kama nilimficha. Sio tutafanyaje? Na ndo tulikuwa tunamtegemea. Amesema tunaweza tukaongea tena baada ya kila kitu kuwa sawa. Lakini sina imani. Na ndio maana nimechelewa. Nilikuwa nahangaika kutafuta mwekezaji mwingine.
Pole mpenzi wangu, lakini kama ni riziki yako, itabaki kuwa riziki yako. Na kuhakikishia, na hili litapita tu kama mengine. Ndiyo, siwezi kabisa kuacha urithi wa baba yangu upotee. Nitapambana mpaka hatua ya mwisho. Sawa, kaoge na kuletea chakula chumbani. Sawa. Loveness, imekuwaje Kevi ameondoka mapema bila hata kupata kifungua kinywa? Amesema anawahi ofisini, kuna kazi nyingi sana. Ndio aondoke bila hata kula? Sasa mama ameondoka mapema sana, lakini alisema atakula ofisini. Hebu muone huyu. Ofisini kuna mpishi wa kumpikia? Hapana mama, ila ameamka mapema sana, na mimi sikujua kama na ratiba ya kudamka alfajiri sana. Ulitakiwa kuamka mapema na wewe kama ulikuwa unamjali. Tina yuko sahihi. Sasa kuna maana gani ya kulala kitanda kimoja, chumba kimoja na mume wako kama humjali? Hawezi kuwa na uchungu kwa sababu yule sio mume wake. Ndiyo. Umekaa hapa na kula na kujaza tumbo lako. Mwanangu anahangaika kule kazini kwa ajili ya kukuweka we mjini. Anashinda na njaa, akipata vidonda vya tumbo. Au unataka kumuua? Nisamehe mama. Msamaha wako huwezi kukusaidia chochote mwanangu akifa. Na kama huwezi kushika nafasi kama mke, waache wanaoweza wakusaidie. Nimeshiba. Heri ya wewe uloshiba kuliko yule mwanangu anaoshinda na njaa kule kazini. Mama, nataka kuongea na wewe. Kuongea kitu gani? Naomba unisaidie kuongea na Kevi kuhusu mimi. Kuhusu wewe nini mwanangu? Aweze kunipa nafasi nyingine ili tujenge ndoa yetu. Si nimeshakwambia mimi sitoingilia hayo mambo. Mama, umeona mwenyewe, Loveness atimizi wajibu wake. Ukiongea na Kevi, atakusikiliza na kuniacha niwe naye karibu. Nitakuwa namhudumia vizuri. Au wewe mama unataka ume vidonda vya tumbo? Sitaki. Si unajua Kevi hamsikilizi mtu. Kevi anakupenda sana. Na hii hali yako, sijui kama atataka kukuuzi. Nina uhakika atakusikiliza unachosema wewe. Nipatie msaada kidogo tu. Mengine nitayafanya mwenyewe. Sawa. Nitakusaidia. Lakini usiwe na matumaini makubwa. Asante sana mama.
Nani? Mbona namba ngeni? Halo? Ndiyo mpenzi, za siku nyingi. Wewe ni nani? Tina, unaniangusha. Ina maana umemsahau mpenzi wako wa mipango? Sijui ni nani. Na kama unaongea upuuzi, kata simu yako sasa hivi. Ni mimi Dennis, mpenzi wako. Unaonaje tukionana? Umekosea namba. Atakuwa hajasikia au? Kwani anapiga simu? Najua anapokaa Kelvin. Naomba nitumie anwani yake. Lavu, unapika nini leo? Vipi? Unataka kunisaidia au? Hata siwezi. Si unajua tena mikono yangu ilivyolegea hivi. Basi subiri kikitengwa mezani. Sawa. Yaani siku hizi matapeli ni wengi sana. Si unakumbuka muda ule kuna mtu kanipigia simu. Eti mwanao ameumia, yupo shule, nitumie hela. Sasa mimi nikajiuliza, mimi na mtoto wa shule wapi na wapi? Kama wanataka kufanya utapeli, hawezi kufanya utapeli namna hii. Kwanza nikamkatia simu, maana naona ananizingua tu. Sogea hapo, nataka nisuuze bakuli. Ila kuwa makini usije ukatapeliwa. Maana hao wakikuingiza kwenye tageti zao wanakomba kila kitu. Mimi sio mjinga. Haya, niko chumbani. Sasa umenifanya nihisi hii simu sio ya kawaida. La sivyo, kwa nini umetaka kujua kama nimesikia au sijasikia? Nani amekupigia simu tena? Sawa. Hamna shida. Ni nani huyo? Huyu ni mtu wa ndani ambaye atakuwa anatupatia taarifa zote zilizopo nyumbani kwa Kelvin. Kumbe ndio maana alikuwa anatafuta anwani ya nyumba ya Kelvin, sio? Ndio. Na kama akinizingua, basi nitasogea karibu ili kumpa motisha. Niambie maandalizi yanaendaje?
Mimi nasubiri amri yako tu. Kama akiendelea hivi, basi tutampata. Hatutakiwi kumpa nafasi kabisa. Yaani tunachopaswa ni kubana kila kona paka kose pa kutokea zaidi ya upande wetu tu. Na hapo ndipo tutakuwa tumeibuka kuwa washindi. Atanasa kwenye mtego wetu kiulaini kabisa. Lakini kama mwekezaji tayari ameshaondoka, ni njia gani tena nyingine ya kumbana? Nafikiri atakuwa na matumaini ya kumpata mwingine. Na kwa sababu atakuwa hajavurugwa, atakuwa makini sana. Sasa tutafanya nini? Kelvin aliwaahidi wakaguzi kuwa na mwekezaji wa kuweza kuokoa kampuni. Itakuwaje kama watagundua hana? Lazima waje wakikimbia kama suruali zao zimeshika moto. Hicho ndicho ninachokitaka. Moto watakaokuja nao ndio moto utakaomunguza Kelvin. Ninachohitaji mimi, taarifa ziwafikie wakaguzi kuwa Kelvin hana mwekezaji. Sawa, lakini nahitaji pesa za kutosha ili kumpatia mtu atakayepenyeza hizi habari. Hakuna shida. Unahisi Tina atakuwa anatuficha nini? Nani anajua? Si unajua atabiriki yule. Mungu atusaidie sije kana kitu cha kutudhuru. Usiwe na wasiwasi. Nitakuwa makini kuepusha hilo. Na mpango wa kumtoa umefikia wapi? Upo kazini na nimemwambia mama akae naye karibu ili avune uaminifu wake. Na tukipata udhaifu wake tu anaondoka. Na nadhani haitachukua muda mrefu kwa dalili zake zinazoonyesha. Achana Tina kwanza. Kazini kwako vipi? Umefanikiwa kupata mwekezaji? Natamani iwe rahisi. Hali bado ni tete. Na wasiwasi wangu ni kuwa wakaguzi wakijua kuwa mwekezaji amegoma, hali itakuwa mbaya zaidi. Pole sana. Unapitia wakati mgumu sana. Natamani ningekuwa najua mahesabu ya hayo magazeti yenu. Ningeweza kukusaidia. Lakini kama unavyojua, usijali, uwepo wako unatosha. Nimsogea. Alafu, mbona uko sharp sana kwenye hesabu eh? Matumaini yangu ni kwamba ungepata nafasi ya kusoma, ungekuwa vizuri zaidi. Ungejua najua kuhesabu hela tu. Hesabu za darasani zilikuwa zinanikimbiza. Kwa jinsi ulivyo mpambanaji na haujui kurudi nyuma, ungeendelea na ungekuwa na moyo, hizo hesabu mbona zingekutaja jina? Niambie, malengo yako yalikuwa ni nini endapo ungesoma? Nilikuwa napenda sana kuwa daktari wa upasuaji. Una moyo wa kuangalia damu? Wenzako wanatapika nyongo na warudi tena. Si umesema mwenyewe mimi ni mbishi? Kweli, nina uhakika ungepita. Baba yangu alikuwa anaumwa mara kwa mara, lakini alihakikisha anatuhudumia na anapata mahitaji yangu ya msingi, ikiwemo elimu, na niliahidi nitasoma kwa bidii ili nije kumtibu. Lakini kila kitu kilikufa baada ya kifo chake. Sikuweza kutimiza ndoto zangu
wala ndoto za kumtibu. Usilie. Bado nafasi unayo, unaweza kurudi kusoma. Na umri huu, baada ya miaka yote hii? Ndiyo, kuna watu wanasoma uzeeni. Majuzi tu hapa tumeona kwenye vyombo vya habari, kuna mzee amesoma amepata degree. Elimu haina mwisho love. Sijui, sijafikiria hilo. Anza kufikiria kuanzia sasa. Ni vyema kuwa na malengo. Napenda mwanamke anayenihudumia vizuri, lakini pia napenda awe independence. Hata kama sio shule, tafuta tawazo la biashara, alafu tutajua nini cha kufanya. Nitakusapoti kwa kila kitu. Asante, nitaanza kufikiria hilo. Sitaki kuonana na wewe. Na uache kunisumbua, la sivyo nitakublock. Kevin, sijui unapanga mipango gani kwa sasa, lakini chunga isiwe ni mipango ya kuidhuru familia yangu, maana for this time sitakuacha salama. Sio hivyo Kevin, nilikuwa naongea na... Sitaki kujua unayezungumza naye ni nani, wala sina haja ya kumjua, lakini hakikisha unaipanga mipango yako vizuri. Laundi hii ukicheza nitakumaliza Tina. Nilikuwa napiga hatua nzuri. Angalia umshenzi sasa anarudisha nyuma tena. Siwezi kuruhusu hili litokee tena. Nataka kuonana na wewe. Uko wapi? Sawa, nakuja. Moyo pole, ile fumba fumbua, namba yangu 0, vyote vimepotea. Moyo pole, ile fumba fumbua, namba yangu 0, vyote